jinsi gani watu wanavyotumia mchanga wa makaburini kwa ajili ya kuweza kuwadhuru wenzao. Na wewe unaweza kutumiaje mchanga wa makaburini kwa ajili ya kuweza kujiondolea kifungo cha makaburini? Watu wengi hawafanikiwi kwa sababu ya vifungo vya makaburini. Tarasimu nyingi ziko makaburini. Ukienda makaburini utakutana na vyungu, ukienda makaburini utakutana na nguo za watu ziko kule, ukienda makaburini utakutana kuna picha ziko kule. Mwingine anatengeneza ni dawa ni ya mapenzi, anaenda naipeleka kaburini, lakini baadaye ile kivuli kitamvaa yule mtu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Penzi watazamaji wa Manara TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja tena kumtembelea hapa mwalimu wetu Babu Haji. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata muendelezo wa madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo nipo naye tena hapa. Cha kuhakikisha tu ni kwamba endelea kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na hakika utajifunza mengi sana. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera SSB Graphics. Usiondoke, tupo naye hapa. Lakini kabla hatujaendelea, naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Babu Haji, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Yaani habari Sheikh? Tuko vizuri. Naam Sheikh. Wanasemaje huku? Huku alhamdulillah joto tu. Joto la Dar es Salaam. Joto la Dar es Salaam, lakini tushazoea. Tushazoea. Naam Sheikh wangu. Sawa, mimi nafarijika sana tukiwa wote hivi. Naam. Ni kama mtu na mjukuu wake kutokana na jina tu. Naam Sheikh. Tumai kupitia Manara TV. Watazamaji wetu pia watajifunza vingi sana kuhusiana na tiba asili. Sababu ulimwengu wa sasa bwana wanasema usikae kizembe. Ni kweli. Hakikisha mambo unapita huku. Ili mambo yaende sawa. Sasa mimi nimerudi tena. Naam Sheikh. Nataka kujua zaidi. Karibu sana. Tugeni ambao upo, lakini katika siku ya leo ni darasa gani ambalo umetuandalia kwa ajili ya kujifunza zaidi? Karibu sana. Asante sana. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Napenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunijalia afya, kwa kunijalia nguvu na uwezo wa kuweza kuzungumza ili kuweza kuendelea kuwapa mada mbalimbali. Na pia natengeneza vitabu vya nyota, vitabu vya Halal Badri, upanga wa moto, elimu ya viumbe, jinsi ya kuweza kuwasiliana na jini, jinsi ya kuweza kuwasiliana na mzimu wako, roho na kadhalika. Kwa hiyo hivyo vitu vipo na watu wanavitumia, japo kuna imani zingine za kwamba kuna hivi vitu havipo, mashetani hawapo, mizimu hawapo, lakini hivi vitu vipo na kuna jinsi ya kuweza kufanya ili uweze kuwakomandi wale viumbe, au ni jinsi gani unaweza kufanya kwa ajili ya kuweza kuwatiisha wale viumbe. Na mtaalamu mwingine anakuambia kwamba uwezekano wa kumuona jini ni hakuna, kwa sababu imesemwa kwamba huwezi kuona kitu ambacho kiko katika ghaibu. Lakini zipo ilmu ambazo Mwenyezi Mungu amewajalia binadamu wanaweza kufanya kuhusiana na viumbe, majini na kadhalika. Na pia kuna utofauti wa jini, kuna utofauti wa shetani, kuna utofauti wa mzimu. Kwanza kabisa, mzimu ni kiumbe ambacho kimetokana na kitu kilichokufa. Umeona? Mfano kama wewe hapo, sikuombei vibaya, ukamuvuzisha yani ukaenda mbinguni. Sasa kinachobaki ni mzimu. Ule mzimu wako, kuna mzimu wa umbwa, kuna mzimu wa punda, kuna mzimu wa simba. Ndio maana unakuta kama mtu anachukua kiungo cha kiumbe fulani, anatengeneza kiumbe fulani na kinakuwa hai. Kwa sababu ile ni spirit ya kile kiumbe. Mfano mtu anapotengeneza simba, yeye hana uwezo wa kutengeneza simba kwa sababu si Mwenyezi Mungu. Lakini ipo miti, ila kinachanganywa na kiungo kutoka katika simba kwa ajili ya kuhuisha ule mzimu wake kiweze kutengenezwa kitu hai na kinakwenda kuwa simba. Na anayeenda kuliwa anaona kweli nimeliwa na simba au nimeliwa na nyoka. Lakini akimtafuta yule nyoka anaweza muone au asimuone, kwa sababu pale inaweza ikawa nilikamba tu, kumbe na ukisukuma inaita rufuo. Yaani umezindikwa ni macho tuseme. Umeona? Mtu anapotengeneza nyoka sio kwamba ni anatumia miti tu, hapana, kinakuwemo kitu cha kutokana na nyoka ili itumwe kuwa
nyoka. Hata unapotengeneza tarasimu ya kutuma nyoka kwa mtu, ni lazima utengeneze muundo wa nyoka, utengeneze kitu gani, alafu uanze sasa kuhuisha. Na kuna kiapo ambacho cha kuweza kuapisha kila aina ya kiumbe yeyote aliyepo duniani. Shetani anaweza akawa jini, shetani anaweza akawa mtu, shetani anaweza akawa mnyama. Okay. Kwa sababu wewe binadamu utakapokuwa una hamu ya kula damu ya mwenzio au hamu ya kufanya mambo ya upendo kinyume na Mungu alivyosema, wewe ni shetani bado. Umeona? Mtu anatamani mwenzie asipate maendeleo, amfunge, yule bado ni shetani. Mtu anatamani mwenzake, labda ukiona mtu kanunua kibajaji hivi, unaona huyu jamaa huyu atatuaibisha mtaani bwana huyu. Si tulisoma naye huyu, lakini bwana Manara huyu tumesoma naye, ngoja nimfanye hivi. Yule ni shetani. Kwa hiyo hata majini pia kuna mashetani na kuna wacha Mungu. Kuna ambao wenye hofu ya Mwenyezi Mungu, kuna ambao hawana hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini. Na mzimu ni kitu ambacho kinatokana, mfano kama labda binadamu amefariki, ile roho yake kuna kivuli ambacho kinatengeneza mzimu. Ndio maana hata mti kama mti ni kiumbe ambacho kiko hai. Ndio maana unaambiwa unapokwenda kuchuma mti au kuchimba mti, uombe kwanza, fanya tambiko au uchinjie. Unaweza kumkuta mtu kama chizi anaongea na mti, ukamwona kama vile hazimo, kumbe anajua. Na wengine hawajui, ila anafanya tu kwa sababu kazoea. Alikuwa anamuona babu yake anazungumza na mti, anaongea nao, umeona? Kwa sababu na wenyewe inakuwa iko namna hiyo. Umeona? Kwa hiyo ule sasa ndio unaitwa mzimu. Umeona? Mtu akisha fariki akamaliza muda, unaweza kukuta mtu mwingine anaota, fulani nimemuona bwana, kaja ananiambia nina njaa, bwana haja kufa yule kachukuliwa msukule. Unaweza kukuta hajachukuliwa msukule, ile roho yake ile bado inakuja, kwa sababu hizo njozi huwa zinakuja kwa fikra, aidha ni anakuja kweli, aidha ni mzimu wake. Umeona? Hilo ni somo ambalo kidogo na lenyewe linataka lipate muda kwa kuweza kulisherehesha vizuri. Kwa hiyo na mpaka sasa watu walio wengi wanasumbuliwa na mashaitani sana, hasa majini mahaba na jini maiti. Mwingine anakuambia chukua kaka kinyago, kakaweke kaburini, kakanuie hivi, kafanya hivi. Sio kwamba lile kaburi ndilo linalofanya kazi. Ule mzimu ulioko pale ndio utakwenda kumvaa yule uliyomkusudia, mpaka ataanza kuweweseka, ataanza kufanya hivi. Lakini wataalamu walio wengi hawajui kuwa jini maiti anapomuingia mtu hawezi kusema, anakilazimisha kitu kifanyeje, kiongee. Wakati akiweza kusema, mtu akishakufa asemi, bali ukilipandisha tu utaona mtu anafanya hivi. Haya, sema wewe nani? Wewe ni mzimu. Ninakubali hivyo. Sasa mtaalamu anaona una mizimu ya kwenu, tafuta kondoo, tafuta mbuzi, tafuta hivi. Unakuta mtu anaingia hasara ya kufanyia jini maiti tambiko, kwa sababu hata mzimu wako wenyewe halisi ni jini maiti. Lakini ule jini maiti tunayemuita jini maiti ni jini ambaye sio wa kwako. Ni kitu ambacho kimeamshwa kutoka kaburini, ukaja ukavalishwa wewe. Kuna katika kitabu changu kimeandikwa Uchawi wa Makaburi, nimeelezea jinsi gani watu wanavyotumia mchanga wa makaburini kwa ajili ya kuweza kuwadhuru wenzao. Na wewe unaweza kutumiaje mchanga wa makaburini kwa ajili ya kuweza kujiondolea kifungo cha makaburini? Watu wengi hawafanikiwi kwa sababu ya vifungo vya makaburini. Tarasimu nyingi ziko makaburini. Ukienda makaburini utakutana na vyungu, ukienda makaburini utakutana na nguo za watu ziko kule, ukienda makaburini utakutana kuna picha ziko kule. Mwingine anatengeneza ni dawa ni ya mapenzi, anaenda naipeleka kaburini, lakini baadaye ile kivuli kitamvaa yule mtu. Unaona? Baada ya mpate neema, baadaye utaona tu mtu anaanza kuzoofika na kwa kama zezeta, hasa upendo mpaka utazidi, itakuwa hivi. Kwa hiyo kuna vitu tunavifanya, lakini baadaye vinatutia shoti au hasara. Kipindi hiki nitaongelea hilo, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuendelee kufuatilia Manara TV
ili kuweza kupata kujua mambo mengi mazuri na makubwa zaidi. Sasa tukisoma haya mambo tutapata elimu zaidi na nzuri sana ya kuweza kuwatibu wagonjwa wetu kwa urahisi, kwa sababu watu walio wengi sasa hivi wana mashaitani, hasa wakina mama. Utembeaji wa uchi unakusababisha jini anakuingia kwa wepesi. Kutembea kichwa wazi pia kunasababisha jini kukuingia kwa wepesi. Wengine anatembea na janaba siku 2 siku 3, hataki kuosha kichwa kwa sababu asiharibu ile utajiju. Hilo ni tatizo kubwa sana ambalo litatusababishia matatizo na makosa. Mpaka sasa hivi wanawake 90% zile hormone senses za kujisikia mambo kama upendo hawana kwa sababu ya mashaitani. Asante sana, waweja sana, goodbye.